Bwana Yesu asifiwe. Ninamshukuru Mungu sana kwa ajili yako. Nashukuru Mungu kwa ajili ya siku ya leo ambayo Mungu ametukutanisha kwa ajili ya kujifunza neno la Mungu. Na siku ya leo tuna somo zuri sana ambalo nimelipa title My Calling, My Purpose. Utumishi wangu, nia yangu. Karibu wewe ambaye ni mara ya kwanza kujiunga na channel hii, ninakusihi ukapate kusubscribe, lakini ukalike na kushare na mtu mwingine video hii ili aweze kupata kulisikia neno la Mungu na kupata kuelewa na kufunguka ufahamu wake na macho yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa majina naitwa Veronica Holela, na namshukuru Mungu sana kwa ajili yako siku hii ya leo, wewe ambaye umejiunga na mimi kwa ajili ya kujifunza neno la Mungu. Tuombe. Mungu wetu na Baba yetu, katika jina la Yesu Kristo, Roho Mtakatifu nakukaribisha mahali hapa. Sema nasi, zungumza nasi, uongee nasi. Baba, ninaomba kwa ajili ya huyu anayenisikiliza. Bwana, naomba ukayafungue masikio yake ya rohoni akapate kusikia na kulielewa neno sawa sawa na mapenzi yako, katika jina la Yesu Kristo. Ninaalika ufalme wako mahali hapa, Bwana. Ufungue na macho yangu na masikio yangu ya rohoni nikapate kusema lile linalotoka kutoka kwako, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Utumishi wangu, nia yangu. My calling, my purpose. Kila mtu ana wito na ana utumishi. Bwana Yesu asifiwe. Kila mtu ana wito na ana utumishi. Unapokuwa umeokoka, unakuwa na ule utumishi wa Mungu. Lakini unapokuwa kabla hujaokoka, basi unakuwa na utumishi aidha wa giza, au na utumishi wa serikali, au na utumishi wa mtu fulani. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo utumishi maana yake nini? Utumishi ni kujitoa katika huduma, kufanya huduma kwa ajili ya kuwahudumia watu wa mamlaka fulani. Yaani kuna mamlaka ambayo wewe ndio unayoitumikia, na unapoitumikia ile mamlaka unajitoa kuwahudumia watu walio chini ya ile mamlaka. Kwa hiyo kama mfano utumishi wa serikali. Serikali ni mamlaka. Kwa hiyo wewe unapokuwa ni mtumishi wa serikali, inamaanisha unatumika na unaitumikia serikali kwa ajili ya kuwahudumia watu wake wa ile serikali. Kwa hiyo unapomtumikia, unasema namtumikia Mungu, wewe ni mtumishi wa Mungu. Ina maana unamtumikia Mungu kwa kuwahudumia watu wake. Kwa hiyo utumishi sio kuwatumikia watu. Utumishi wa Mungu ni kumtumikia Mungu. Kwa hiyo unapomtumikia Mungu, inamaanisha kwamba unatakiwa kutafuta Mungu anataka nini. Kwa sababu katika kila mamlaka kuna sera, kuna sheria, kuna taratibu ambazo wewe kama mtumishi unatakiwa kuzifuata. Kwa hiyo hata kwenye utumishi wa Mungu pia kuna sera, kuna taratibu ambazo unatakiwa kuzifuata sawa sawa na Mungu anavyotaka. Kwa hiyo unaposema mimi ni mtumishi wa Mungu, mimi ninamtumikia Mungu, hufuati matakwa yako, hufuati matakwa ya watu, bali unafuata mapenzi ya Mungu. Kwa hiyo ufuati yale mapenzi ambayo anataka mtu, au mapenzi ambayo watu wanataka, kwamba huduma hii Bwana, mimi naona katika kanisa hili tufanye hiki, tufanye hiki. Ni sawa utaita watu mtakaa pamoja, wazee wa kanisa, kwa ajili ya kujadili mambo fulani, lakini mwisho wa siku Mungu lazima aulizwe na ahusishwe kwamba je, hili ndio sahihi linalotakiwa kufanyika? Bila kumuuliza Mungu, ule utumishi haui tena wa Mungu, na wewe ile huduma wala huwahudumii watu wa Mungu, bali unahudumia watu wako, kwa sababu wewe umefanya sawasawa na mapenzi yako na sio sawasawa na mapenzi ya Mungu. Kwa hiyo utumishi wowote wa Mungu unamhusisha Mungu 100%. Kwamba Mungu, mimi ninawiwa ndani yangu kufanya hiki, kutumika sasa na kufundisha neno la Mungu kupitia YouTube, kupitia TikTok, kupitia Instagram. Mungu unasemaje? Kwa Mungu ahusike kwenye nini? Kile unachotaka kukifanya. Bwana Yesu asifiwe. Utumishi, na hapa nimesema kuhusiana na utumishi wangu na nia yangu. Utumishi wowote unaofanya, nia lazima iwe ndani yake. Kwamba una nia gani katika kutumika? Una nia gani katika kuitumikia serikali?
Kuna watu ambao wakiwa na nia ya kuitumikia labda serikali, wengine ana nia ya kujiongezea pesa, mwingine ana nia ya kuendeleza kwao, mwingine ana nia, lakini mwingine ana nia ya kuwa mzalendo na kuifanya ile kazi kuhakikisha kwamba nchi inaendelea, watu wanaendelea. Na vile vile katika utumishi wa Mungu, unapokuwa unafanya utumishi wa Mungu lazima kuwe na nia. Una nia gani? Je, umeingia kuwa mchungaji wa kusomea au mchungaji wa wito? Wengine wanasomea baadaye wanajikuta huko katika kusomea wameitwa. Wengine wanasomea tu wanaingia. Kwamba anaifanya kama kazi itakayokuja kumpa mshahara. Utumishi wa Mungu unaendana sana sambamba na wito. Utumishi wa Mungu sio kazi ya kukupa mshahara. Utumishi wa Mungu ni wito. Kwamba Mungu anakuita utumike. Yaani tofauti na utumishi mwingine. Utumishi wa serikali unaenda una apply, unapata kazi na pia wanasema ni wito. Wenyewe pia wanasema ni wito, kwamba ni kwa sababu ni huduma. Kwa hiyo unapohudumia lazima upende kile unachokifanya. Sio kama tunaelewana. Kwa hiyo unapohudumia unatakiwa kupenda kile unachokifanya. Ndio maana utumishi wa Mungu pia ni wito. Kwamba unapokuwa unahudumia lazima upende kile unachokifanya. Kwa sababu kuna wakati watu wanaotaka huduma watataka huduma ukiwa usiku, wakati wa usiku. Kuna wengine watakuja kwako wakiwa wanaumwa sana. Kuna wengine watakuja kwako wanatisha. Wote hao wanatakiwa kuwahudumia. Kuna wengine watakuja kwako wana kiburi. Kuna wengine utawahudumia, ukishawahudumia wanaenda wanakusema vibaya. Hao ambao umewahudumia walitoka mapepo, Mungu akawabariki, Mungu akawaponya, Mungu la nini. Hao unaweza ukawakosea kidogo tu na wakakuchafua, wakakusababishia kosa, ukachafuliwa mitandaoni, ukachafuliwa sijui wapi. Uko tayari kuhendo? Utahendo kama ni wito. Utahendo kama ni Mungu ndio amekuita. Utasema, yaani singekuwa Mungu ameniita, sijui huduma hii ningekuwa wapi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo utumishi wa Mungu, wa kumtumikia Mungu, au tuseme utumishi pia unaenda sambamba na wito. Unaenda sambamba na nia. Kwamba nimeingia huku ninamtumikia huyu Mungu, nina nia ipi? Kokote kule unakomtumikia, kwa namna yoyote ile unaomtumikia. Inawezekana unamtumikia Mungu kwa matoleo. Wewe ni Kidoma Finance, unamtolea Mungu kwa matoleo. Inawezekana unamtumikia Mungu kwa uimbaji. Inawezekana unamtumikia Mungu kwa unasafisha tu makanisa. Wewe kazi yako ni hiyo, ni Mungu amekwambia ufanye hivyo. Kwa hiyo una vyovyote vile ulipokaa kwenye ule utumishi, kuna nia gani katika ule utumishi? Una nia ya kukusanya pesa? Una nia ya kutumika? Una nia ipi? Ile nia yako ndio itaeleza ule utumishi wako utakaa ndani au ule utumishi wako utaondoka kwa sababu ya mapito. Kwa sababu katika wito pia kuna mapito yatakuwepo. Hautakuwa smooth. Lazima kuna mahali utapita. Lazima kuna mahali utapata test. Kuna mahali utajaribiwa. Are you able kuendelea kustand katika hilo eneo ambalo unamtumikia Mungu? Nani anakuongoza katika wito ambao unafanya, au nani anakuongoza katika utumishi? Je, unamtumikia Mungu ili uonekane, usifiwe, upate faida, upate mshahara, upate hela ya kula, au unamtumikia Mungu kwa sababu unampenda? Kwamba ninakupenda wewe Mungu kwa moyo wangu wote, kwa moyo wangu wote, chochote utakachoniambia mimi nitafanya. Au kuna nia gani? Hebu tuangalie kwenye ile Luka 10 kuanzia mstari ule wa 10 na wa 38. Ile Luka 10 mstari wa 38, Biblia inasema,
Ikawa katika kuenenda kwao, aliingia katika kijiji kimoja, mwanamke mmoja jina lake Martha, akamkaribisha nyumbani kwake. Naye alikuwa na umbu lake aitwaye Mariamu, aliyeketi miguuni pake Yesu, akisikiliza maneno yake. Lakini Martha alikuwa akihangaika kwa utumishi mwingi, akamwendea akisema, Bwana, huoni vibaya hivyo ndugu yangu alivyoniacha nitumike peke yangu? Basi mwambie anisaidie. Bwana akajibu akamwambia, Martha, Martha, unasumbuka na kufadhaika kwa ajili ya vitu vingi, lakini kinachotakiwa kitu kimoja tu, na Mariamu amechagua fungu lililo jema ambalo hataondolewa. Bwana Yesu asifiwe. Kuna wakati mwingi tunaona kwamba tunachokifanya kiko sahihi sana, lakini Mungu anachokitaka zaidi ni kusikia. Mungu anachotaka zaidi ni kumsikiliza na kulifuata neno lake na kuyafanya mapenzi yake. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anachokitaka ni kufanya zaidi mapenzi yake. Tutasumbuka sana katika utumishi, na utafanya utumishi kapa ikiwa husikilizi. Utakuwa na mtumishi hewa ikiwa husikilizi, kwa sababu asilimia kubwa ya utumishi wako inatakiwa kusikia. Asilimia kubwa ya kutumika inatakiwa kulisikiliza neno la Mungu. Asilimia kubwa ya kutumika inatakiwa kujifunza neno la Mungu. Unamsikia Mungu kwa kusoma Biblia na kwa kulisikiliza neno la Mungu. Hiyo ndio asilimia kubwa ambayo unatakiwa kuifanya kwa utumishi wowote ambao unaufanya. Kwa hiyo Martha yeye alikuwa anafikiri kwamba anampendeza Mungu kwa kufanya shughuli nyingi za kumshughulikia yeye Mungu. Lakini Bwana Yesu anasema, mimi ninachokitambua na kuona litakuwa ni fungu jema sana kwako ni neno la Mungu, ni Biblia. Wapo wengi sana ambao ni watumishi wanamtumikia Mungu lakini hawajakuwa kiroho. Kwa nini? Kwa sababu hawakai chini kusoma Biblia na kumsikia Mungu, kwa sababu utamsikia Mungu kupitia neno lake. Haumsikilizi Mungu kwa kukaa tu mahali sehemu imekaa tu tulivu siku nzima bila kusoma Biblia. Unategemea unamsikia Mungu. Haya, ataongea na wewe kitu kimoja. Lakini kumsikia Mungu ni kujifunza neno lake, kukaa chini na kusoma Biblia. Kukaa na kusema mimi nataka nimsikie Mungu, na kaa sehemu quiet, sehemu ambayo iko tulivu, sehemu kimya, nasoma Biblia. Hata ofisini kwako wakati wa utulivu unasoma Biblia, unasoma neno, kwamba niko ofisini, ndio unasoma neno la Mungu. Yawezekana ofisi yako unaona kama vile ukibeba Biblia kama hii inaweza ikawa shida, lakini siku hizi teknolojia imeturahisishia kwamba Biblia yako unaweza ukaidownload kwenye kompyuta. Yaani pale kwenye kompyuta kuna muda ambao ukishakuwa umeshafanya kazi zako, umemaliza. Sasa uanze kusoma Biblia wakati una kazi zako umeshazimaliza, unakaa unasema, ngoja nitafutie angalau hii nusu saa au dakika 15 nianze kusoma neno la Mungu na kutafakari. Kwa pale una kwenye kompyuta unasoma, unatafakari, kwa sababu ofisi zingine huwa zinakuwa na kamera na kuangalia unaangalia nini, mpaka simu yako siku na ofisi zinaangalia mpaka simu unaangalia nini. Kwa hiyo wewe unatakiwa kuangalia kompyuta yako na kusoma na kuendelea kuandika, unaandika, unasoma Biblia yako kwa utulivu. Na ofisini ni sehemu ambayo iko tulivu, iko kimya, unless kama kuna ofisi zile ambazo zinakuwa na watu wengi wanaongea, interaction nini, basi wakati wako wa lunch unaweza ukaskip lunch siku hiyo, ukasema mimi leo nafunga lunch nasoma neno la Mungu, au kila ikifika muda wa kula wa lunch mimi nitakuwa nikisoma Biblia, nikisoma neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo unaweza ukafanya hivyo. Kwa hiyo hata mahali pale unapofanya kazi, sehemu eneo lako la biashara, unaweza ukakaa ukasoma Biblia yako. Tena wewe ambaye umejiajiri, una mamlaka, yani hakuna mtu ambaye yuko juu yako wa mamlaka kusema kwamba kwa nini unasoma Biblia. Ni wewe umeamua kwamba muda huu sijaona mteja ameingia, basi nikae nijifunze, nisome, nijifunze. Katika kule kusoma Biblia, Mungu anaweza akakusema na wewe, akakupa mafunuo ya hiyo biashara yako.
ukashangaa tu wazo linakujia kwamba sasa hivi itabidi nibadilishe mchele, badala ya kuchukua mchele wa Morogoro, saa hizi nichukue mchele wa Mbeya. Saa hizi nibadilishe hii biashara ninayoifanya, nianze kupaki. Yaani wazo linaanza kukujia wakati unasoma nini? Biblia na kulitafakari neno la Mungu. Kwa sababu pale Mungu anakuwa anasema na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu umekaa katika utulivu na umekaa katika na uko katika eneo la nini? La biashara. Au upo katika eneo la kazi. Mungu anasema na wewe. Mungu anakupa wazo la namna utakavyoweza kufanikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo usiseme kwamba mimi niko kwenye biashara, mimi niko kwenye kazi, siwezi nikakaa chini nikaanza kusikiliza. Kama wakati wote uko busy sawa. Lakini pia hata kama wakati wako uko busy, tenga muda, kwa sababu Mungu ndiye aliyekupa hicho unachokifanya. Akiona huo umtengei muda, anakunyang'anya. Anakunyang'anya wateja. Yaani wala sio shetani, Mungu. Anakunyang'anya wateja, akuone, je, umejifunza? Utakaa kuanza kujifunza, kunisikiliza? Utakaa kuanza kusoma neno langu? Ukikaa na kutii na kuanza kumsikia Mungu, sijui kama Mungu anazungumza na wewe. Ukianza kukaa na kumsikia Mungu na kusoma neno la Mungu, hapo ndipo Mungu sasa anaanza kufungulia tena ile milango. Wakati mwingine sio shetani wala sio adui, utakemea uchoke. Lakini ni Mungu ambaye anataka fellowship na wewe, mahusiano ya ukaribu na wewe. Lakini hayo mahusiano ya ukaribu yanavunjwa na wateja wako ambao wanakupa occupation, wamekuokupai kuanzia asubuhi mpaka saa 8 usiku. Kazi unayofanya imekuokupai sana mpaka saa 8 usiku. Kwa hiyo Mungu anaweza hapo anaondoa hata kama ni ulinzi wake. Adui anakuwa haraka sana kukuattack kwa sababu unakuwa kwanza spiritually, yani kiroho chako kimelala. Kwa hiyo kama kiroho chako kimelala, hauwezi hata kumuona adui. Unajua ukiwa kama mlinzi unapokuwa unalinda. Sema wewe ni mlinzi unalinda mahali. Ukiwa unalinda, ukiwa umelala, mwizi ni rahisi kukuingia. Lakini vibaka naongelea. Lakini ukiwa umelala, alafu lakini ukiwa macho, akatokea kibaka kwa kuona uko macho, ataogopa kwamba kuna mtu ataniona. Umeshika na tochi yako, anajua kwamba kuna mtu ataniona. Pengine anaweza akahisi asije akawa na silaha yule, asije akaniona akawa na silaha pale akanimaliza. Kwa hiyo kesheni mkiomba. Roho yako inatakiwa iwe katika makesha. Roho yako inatakiwa iwe katika makesha kila wakati, isiwe imelala. Kwa hiyo roho yako inatakiwa kukesha, lakini pia ikae katika maombi. Na kukesha kwa roho yako ni kuwa constant na uhusiano na huyu roho wa Mungu. Na uhusiano na roho wa Mungu hauji tu hivi, lazima uwe unalisoma neno lake. Lazima uwe unasoma neno la Mungu. Lazima uwe unasoma neno Biblia. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo huyu Martha ndio alikuwa anajishughulisha sana, akijua ninampendeza Mungu kwa shughuli zangu hizi nyingi. Pengine nikifanya hizi shughuli nyingi ndio nitaenda kufanikiwa. Kwamba sina kazi. Sasa Mungu mimi hata nitaendaje sasa kanisani bila sina sadaka, sina nani? Nitaendaje kanisani kama sifanyi kazi? Unamtishia Mungu? Mungu atishiki. Wewe hapo ndio ni faida yako. Yaani unapokuwa unafanya vile anavyosema Mungu fanye, ni kwa faida yako. Unapokuwa unamtumikia Mungu sio kwa faida ya Mungu, ni kwa faida yako. Bwana Yesu asifiwe. Ni kwa faida yako. Ndio Mungu anafaidika unapotumika, lakini kuna asilimia kubwa ya wewe kufaidika unapomtumikia Mungu. Lakini kuna faida kubwa sana kwako wewe unapomsikiliza Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo unapokuwa mtumikia Mungu, hasa kwa watumishi ambao ni watumishi wa madhabahu,
na katika utumishi wa madhabahu una involve sana kuongoza watu. Kwa hiyo ni lazima uwe mtu ambaye umekomaa kiroho. Nimeshasema kuna utumishi wa aina nyingi sana. Lazima uwe umekomaa kiroho. Na tunaelewa kabisa wewe kama mtumishi wa Mungu, kile kinachokuongoza kwanza ni Roho Mtakatifu. Na Roho Mtakatifu haongozi nje ya neno lake. Kwa hiyo lazima ulijue neno la Mungu. Lazima ulisome neno la Mungu. Kuna wakati neno la Mungu litakujia, Roho wa Mungu atakuelekeza na akuelekezi nje ya neno la Mungu. Roho wa Mungu anaweza akakuelekeza usome Zaburi 32. Lazima urudi kwenye neno ulisome. Roho wa Mungu anaweza akakuongoza umwambie mtu asome kitu fulani. Lazima urudi kwenye neno la Mungu. Lakini kuna vitu unajikosesha vingi sana. Kuna wakati Roho wa Mungu atasema na wewe pale ambapo umeshasoma neno la Mungu. Ataongea na wewe kwa urahisi zaidi. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo utumishi hasa wa madhabahu unatakiwa uwe umekua. Unatakiwa uwe umekua kiroho. Hautumiki kwenye madhabahu katika uchanga. Ndio maana kuna watumishi wengine au ni wachungaji, unapokuwa nakutana na mtu ambaye utumishi umewaka sana, moto ndani, unasikia kutumika. Unajua Mungu pale anapoanza kukuita kuna moto ndani, lakini sio kwamba anataka uanze kutumika saa hiyo hiyo. Sio kwamba unaweza kutumika saa hiyo hiyo. Mimi nimeokoka 2004. Nimeokoka mwaka 2004. Ule mwaka 2004 mwaka 2004 nilikuwa chuo. Niko chuo kikuu. Kwa hiyo ndio nikaokoka ule mwaka wa 2004. Baada tu ya kuokoka 2004, 2005 wito ulikuwa unachemka ndani sana. Yaani nikiona mchungaji anahubiri natamani niende nikahubiri. Lakini wito ulikuwa unachemka vibaya mno. Lakini nilikuwa sijakuwa kiroho. Bado nilikuwa ni mchanga. Kiasi ambacho ningewahudumia watu pengine ningekuwa nakosea. Nakumbuka kuna siku fulani hivi utumishi umechemka miaka hiyo. Sijui hata kuombea watu. Na siku tukatoka na mwenzangu ambaye naye ameokoka, lakini kidogo mwenzangu alikuwa amekuwa kidogo kiroho. Kwa hiyo tukatoka tukaenda mpaka kwenye kiwanja fulani hivi. Tukafika tukawa tunaomba. Sasa katika kuomba Roho wa Mungu akanitumia kumhudumia mwenzangu. Kwa hiyo tumeshikana mikono. Kwa hiyo katika tumeshikana mikono wakati naomba, tumeomba nikashangaa mwenzangu ameanguka. Mimi mambo ya kuanguka nilikuwa siyajui. Nimetokea kwenye nimeokokea nikiwa kwenye kanisa la dini, yani kanisa ambalo sio la Kipentekoste, ambalo lina zile move of God, sijui kuanguka, sijui kufanyaje hiyo. Kwa hiyo mimi sikuwa naelewa mambo hayo. Kwa hiyo nilikuwa namuombea nikaanza kuona mpaka analia, ameshiwa nguvu mpaka akaanguka, yani Roho wa Mungu amejaa. Na mimi nikasema, mbona mwenzangu kaanguka? Na mimi hebu nianguke. Kwa hiyo na mimi nikajiangusha zangu chini na mimi nikalala. Sio kwamba nguvu za Mungu zilikuwa zimenanilia, ila Mungu alinitumia mimi, nguvu za Mungu zikamjia yule dada. Yawezekana yeye alikuwa ananiombea mimi, lakini mimi Roho wa Mungu akanitumia mimi kwa ajili ya kumhudumia yeye. Kwa hiyo nguvu ya Mungu ikamshika akaanguka chini. Alipoanguka chini na mimi nikaanguka chini. Kwa hiyo ule ulikuwa ni uchanga bado wa huduma, uchanga wa kitumishi. Lakini sasa pale na mimi ningesema Mungu kashaanza kunitumia, natoka na mimi naanza kuhudumia, mtu akianguka chini na mimi naanguka chini. Lakini kulikuwa kunatakiwa kuwe na hatua ya sasa Mungu akaanza kunifundisha. Waanza kunifundisha kutumika na kuanza kunifundisha kunifundisha neno lake. Nianza kulielewa. Kwa hiyo Mungu akaanza kunitafutia mahali pa kujifunza. Nikapata mahali pa kwenda kujifunza, nikaanza kujifunza neno la Mungu, nikakaa chini ya mtumishi ambaye ni mwalimu, nikajifunza hivyo.
mpaka nilipoenda sehemu nyingine nikaanza sasa kutumika. Kuna sehemu nikaanza kutumika, nikaanza kujielewa kwamba okay, kumbe hapa ninaelewa, kwa sababu nilitoka bahati nzuri Mungu akanipeleka sehemu ambayo unajua kuna sehemu Mungu atakupeleka. Ndio maana haitaki kumlaumu mtumishi yoyote wa Mungu. Kila mtumishi wa Mungu anafanya vile Roho wa Mungu anavyomuongoza. Kwa hiyo vile Roho wa Mungu alivyomuongoza ndio wewe unaenda kupelekwa kule. Kwa hiyo Mungu anaweza kupeleka sehemu ambayo mtumishi wa Mungu hakuruhusu kufanya huduma ya madhabahuni kwanza. Umeona? Kwa hiyo nikatoka pale kwenye ile eneo ambalo kuna utumishi ambao mtumishi wa Mungu haruhusu sana madhabahuni. Nikatoka nikaenda kwenye sehemu nyingine. Kwa hiyo kidogo nikawa nimeshaanza kukua kiroho. Kwa hiyo nikaenda kwenye eneo lingine, kwenye huduma nyingine ambapo sasa mtumishi akawa anaachia watu kuanza kukua katika utumishi. Kwa hiyo akawa anaachia watu watumike na huku anawagroom kuangalia huyu katumika vizuri, huyu kafanya sawa, huyu hajafanya sawa. Kwa hiyo nikajikuta na mimi nimeingia sasa katika ile huduma, na katika kuingia kwa sababu na huduma ilikuwa ni ya vijana wengi, kuanzia mchungaji kijana hadi wazee wa kanisa wote vijana. Kwa hiyo na mimi nikaingia pale nikaanza kutumika kwa namna ile. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo nikaanza kutumika na nikaanza kuona sasa jinsi Mungu anaponitumia, kwa sababu lazima uwe una exercise. Ukiexercise Mungu anaanza kukutumia. Kwa hiyo Mungu akaanza kunitumia kwa ukubwa, akaanza kunitumia kwa ukubwa sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kuna namna ambavyo Mungu anafanya, anakutoa katika uchanga. Lazima ukue. Mtoto mdogo, wewe sema una mtoto wa miaka 5. Yaani mtoto wa miaka 5 saizi hajaanza kujifunza kufanya mambo. Hajaingia hata shule kujifunza A wala A. Anaanza kubeba pochi yake, anasema anaenda kazini. Au anasema mama nitengenezee CV sasa nataka kuanza kutafuta kazi. Ana miaka 5. Au anaanza kusema sasa mama nafikiria sasa nianze kufungua biashara. Sasa nimefika umri wa kufungua biashara. Wewe utamwona huyu hayuko tayari huyu. Sasa huyo mchanga analazimisha sasa. Anaona kama vile huyu mama sasa haelewi jinsi ambavyo ninataka sana kufanya kazi. Anatoka, anapeleka CV. Atapata kazi? Au anaanza biashara, atafanikiwa? Kuna vitu atakosea, kuna mambo atayafanya hayatakaa sawa. Kwanza hana hata hiyo haki ya kufanya. Kwa sababu mpaka awe na miaka 18 ndio aanze kukubaliwa kufanya baadhi ya vitu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa vile vile katika utumishi wako, vile vile katika utumishi kuna namna ya mtu kukua. Kwa hiyo unaweza ukawa mtu yuko katika madhabahu hajakuwa kiroho. Kwa hiyo lazima ataanza kufanya vitu kwa kutokufanya kwa usahihi. Atakosea kwa sababu hajakuwa kiroho. Na ukimweka katika nafasi ndio inakuwa mbaya zaidi. Kwa sababu lazima huyu mtu akae kwanza katika nafasi ya kujifunza. Akikaa katika nafasi ya kujifunza inakuwa rahisi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ni lazima huyu mtu kwanza akomae kiroho. Ajue kupambanua roho. Unaweza ukawa Mungu ameinvesti vitu vikubwa ndani mwako, ameweka mambo makubwa ndani mwako, lakini hujakuwa bado kiroho. Wewe kila mtu unamsikiliza. Kila huduma unaenda. Kila mtumishi unamsikiliza. Kila huduma wewe unaenda. Bado wewe ni yule wa kitambaa huku umeenda. Kuna udongo umeenda. Njoo chukua kijiko umeenda. Hujakuwa bado kiroho. Bado hujakuwa kiroho. Mtumishi ambao umekuwa kiroho, ambao unatakiwa kutumika, unatakiwa kutulia. Kumtumikia, kumsikiliza Mungu. Na sio yule wa kutangatanga. Na sio wa kuzunguka kila mahali. Kuzunguka kila mahali ni ishara ya utoto. Wote tumeshapitia. Kwamba naenda hapa. Tena unaenda hapo pia unatafuta tu mchumba yani. Utafuti kitu. Yaani unaenda hapa unasema Mungu nataka maombi yako tu ni Mungu unaenda kwenye maombi haya unasikia kwenye redio tutakuwa na maombi ya siku 7. Tukiombea hitaji lako. Hilo hitaji lako Mungu atakutana na wewe. Unasema kule unaenda unapeleka hitaji lako. Mungu nipe mume, Mungu nipe mume, Mungu nipe mume.
kuna kongamano la mitume na manabii, na wewe unakaribishwa uje kuonana na watumishi wa Mungu, na wewe unaenda papa, Mungu nipe mume, Mungu nipe mume. Unaenda yani unatangatanga tu. Afu Mungu hakupi kwa sababu kuna kitu anataka upate. Kwa hiyo unatangatanga, katika kutangatanga kwako pia Mungu anakufundisha. Unaanza kujifunza kwamba mimi ningekuwa na huduma nisingefanya hivi. Ningekuwa na utumishi nisingefanya hivi. Mimi ningefanya hivi. Mungu anakufundisha. Lakini pia katika kule kwenda huku kuzunguka huku na huku, yawezekana kuna vitu vyako pia vinaibiwa. Unazidi kupungua. Na unajievaluate, unajiona, hivi mimi kuna kipindi nilikuwa ninafanya kwa ukubwa, lakini toka nianze kuzunguka naona kama napungua. Kwa sababu kula unakozunguka sio kila unayezunguka kwake ni mtumishi wa Mungu. Kuna wengine wanaenda wanaiba. Kwa unazunguka unaibiwa. Mungu anaangalia tu. Anajua tu kuna siku utatulia, tutarejesha, tutakaa chini, tutafanya kazi. Kwa hiyo unatakiwa zaidi ukae kwenye nini? Kwenye neno. Jifunze zaidi kujijua neno. Jua unamtumikia nani. Bwana Yesu asifiwe. Jua unamtumikia nani. Je, unatumikia watu au unamtumikia Mungu? Kwa sababu ukitumikia watu utawalaumu watu, si ndio? Ukitumikia watu utajiona kuchoka. Lakini ukimtumikia Mungu kila wakati utaomba Mungu akuuishe. Unaomba Mungu auishe nafsi yako, unaomba Mungu auishe roho yako. Bwana Yesu asifiwe. Je, unafanya utumishi au unafanya kazi? Kwa sababu unatakiwa ujue. Je, wewe unamtumikia Mungu au katika hiyo nafasi uliopo, either ni mchungaji au ni kwa namna yoyote ile ambayo unamtumikia Mungu. Je, unatumikia Mungu au unafanya kazi? Kwa sababu ukijiona unafanya kazi utataka mshahara. Unanielewa? Ukiona unafanya kazi utataka nini? Utataka mshahara na utakatishwa tamaa. Kwa sababu utakuwa unafanya kazi, unaweka chombo cha sadaka na hakuna mtu anayekuja kukutolea sadaka. Utakata tamaa. Utasema sasa mimi nakula wapi? Kwa sababu unafanya kazi. Lakini ukiwa unafanya huduma na unafanya utumishi, haitakusumbua. Utaweka namba za watu kutoa za huduma, mfano kama mimi ninavyoweka namba hapo chini za watu kusapoti huduma, lakini hakuna mtu atakaye support. Hakuna mtu atakaye support. Hakuna mtu ambaye atasema hebu ni support hii huduma nitoe basi hata 10,000. Hakuna atakayefanya. Utaendelea kutumika? Au wakati mwingine unaweza kusema kwamba okay, huyu mtumishi Vero anafanya huu utumishi, anaweka hizi namba za sadaka, itakuwa watu afu nikiangalia subscriber wengi, inawezekana wanampa hela, ngoja na mimi nianze. Sasa wewe nia ulio ya kuanza kile ulichokianza, nia yako ni kupokea hela, si ndio? Unaanza siku ya kwanza umeweka namba 0, siku ya pili umeweka namba 0, mwezi 0. Tunaacha. Kwa sababu gani? Ulikuwa umtumikii Mungu, bali ulikuwa unatafuta hela. Bila kujua kwamba huyo Vero ameweka tu kwamba kuna mtu yumkini atasema ninawiwa kutoa. Lakini si kwamba ninaweka ili watu watoe. Ila kuna mtu atawiwa ndani mwake, Mungu atasema naye ili Mungu, kwa sababu Mungu ana formula kwamba ili akubariki lazima utoe. Kwa hiyo Mungu atakuwa anataka kufanya kitu kwa ajili ya mtu. Sasa mimi nisipotoa hizo namba namzuia. Si ndio? Kwa hiyo atataka kufanya kitu. Lakini sio kwamba niko hapa nina nia yangu ni kupokea. Bali nia yangu ni kuhakikisha wewe unalisikia neno la Mungu. Bila ya mimi kupokea chochote. Bila ya mimi kutaka kupokea kitu chochote. Na unakuta toka nimeanza hii huduma sijawahi kupokea kitu chochote. Bwana Yesu asifiwe. Huduma hii online nimeanza toka nafikiri saizi na miaka kama 2 au 3. Mwanzoni nilipoanza sikuanza kwa mara. Kwa hiyo ilikuwa ni mara 1, mara 2, lakini baadaye ndo nikawa nafanya sana baada ya kujielewa sasa na kujitambua. Ndo nikaanza kufanya mara kwa mara. Kwa hiyo toka naanza
hivi ninavyofanya. Na miaka kama 2 hivi. Miaka 2 au 3 nimeanza kufanya huduma ya CSS ministry online. Lakini unaweza ukauliza umekusanya sadaka ngapi toka umeanza hii huduma? Na nikakwambia 0. Sasa wewe Mungu anaweza akakupima kwa namna hiyo, kwamba unatumika au unataka kukusanya mapato. Nia yako ni nini? Unamtumikia Mungu au unatumikia watu? Je, hapo kwenye utumishi wako madhabahuni na ule utumishi unaofanya, watu wakiamua kuacha kutoa sadaka na wakiamua kuacha kutoa kabisa zaka, utaacha utumishi wa Mungu au utaendelea? Au utamwamini Mungu? Kwa sababu kuna wakati Mungu atakupima. Watu hawatakuwa wanatoa sadaka mfano. Watu hawatatoa kabisa hata zaka na mafungu ya 10. Hawatatoa na wanafanya kazi. Na utawalazimisha. Hata waletee mhubiri kutoka nje ya wapi aje kuwafundisha kuhusu kutoa, hawatoi. Mungu anakupima. Au Mungu anataka kukurejesha katika usahihi, kwamba mimi ndio, hii huduma ni ya kwangu, sio ya kwako. Kwa hiyo ukitaka kitu lazima urudi kwangu, uniambie unachotaka. Kwa sababu wakati mwingine tunajisahau kwamba wakati mwingine tunakuwa tunajisahau sana. Tunaona kwamba inahitajika luku, sadaka huwa mara nyingi zinafika kama 600 hivi. Kwa hiyo umeme hapa tutalipia 200,000. Kwa hiyo wewe umekalili kwamba kuna umeme wa 200,000 tutaingiza wiki ijayo. Hujawahi kuomba katika maombi yako, mwambia Mungu tuna uhitaji wa luku, bila kuangalia kwamba wiki ijayo tutakusanya 600,000. Mungu hapa ndani tunahitaji luku. Mungu hapa ndani tunahitaji kulipia maji. Mungu hapa ndani tunahitaji kulipa media. Mungu hapa ndani kuna watoto hawa ambao wameacha kazi zao wanakuja kupiga vyombo. Tunahitaji tuwape nauli. Mungu, hujawahi kusema, bali wewe una uhakika ya kwamba wiki ijayo kutakuwa na kitu fulani. Kwa hiyo Mungu anataka kukurejesha na kukuonyesha kwamba mimi ndiye chanzo. Unatakiwa kuanza kuniomba mimi, kwa sababu hivi vitu vyote ni vya kwangu. Ili niweze kukupa kwa ukubwa lazima urudi kwangu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo lazima kurudi kwa Mungu na kumuomba Mungu mahitaji yako, ili Mungu yeye ndo ainue watu, au Mungu ainue namna. Mungu anainua hata mawe. Mungu anainua hata watu ambao hawajaokoka kukupa wewe hela, ili uweze kufanya huduma, ili uweze kutumika madhabahuni, ili uweze kufanya kile ambacho unatakiwa kukifanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo utumishi wako unamtumikia Mungu, na katika kumtumikia Mungu unamtumikia Mungu yupi? Kwa sababu katika utumishi tunasema tunamtumikia Mungu, yes. Na kila mtu anasema namtumikia Mungu. Kuna wengi wanaitwa wachungaji, kuna wengi wanaitwa wainjilisti, wengi wanaitwa, lakini hao wanaotumika wanamtumikia Mungu yupi? Kuna watu wamwamini Yesu Kristo na wanajiita wa Kristo. Yaani wako kwenye lile kundi, yaani hataki ambaye akasajili huduma anaenda kusajili chini ya wale wa Kristo. Lakini hamwamini huyu Kristo. Yeye ana Mungu wake. Amemtenga Kristo na Mungu. Kwa hiyo hata katika huduma yake hamtaji, anataja Mungu tu. Wapo ambao wanataja Mungu tu, hawamtaji Yesu. Sasa huyo ni Mungu gani unayemwabudu na unayemtumikia? Kwa hiyo lazima ujue ni Mungu yupi ambaye unamtumikia. Na kama unamtumikia huyu Mungu aliye hai, Mungu aliye hai ana sera zake, ana sheria zake, ana namna anavyotaka utumishi wake uende. Na vyote anavyovitaka Mungu viko katika Biblia. Maneno yote ambayo Mungu ameyanena yapo katika Biblia. Bwana Yesu asifiwe. Kile ambacho Kristo amefundisha kipo katika Biblia. Ndicho ambacho anataka tuende sawasawa na hili neno kama msingi. Kwa hiyo neno la Mungu ndio msingi wa huduma na una msingi wa wito. Bwana Yesu asifiwe. Yaani Mungu leo
ameniongoza kwa ajili ya kuongea na watumishi wa Mungu. Na najua wewe ukinisikia Mungu atakusaidia sana. Mungu atakusaidia sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo neno la Mungu ndio msingi. Na hatuendi nje ya neno la Mungu wala hatuendi nje ya Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kuna wakati unatakiwa kukaa kikao na Roho Mtakatifu. Na kusema Roho Mtakatifu, hili ni kanisa lako. Unataka tufanyeje? Hebu tuanze kupanga mikakati. Tunawafundisha nini watu? Hebu tuanze kupanga mikakati. Mwaka huu tunafundisha nini? Mwaka huu Roho Mtakatifu unataka kusema nini na watu? Najua kuna watu wengine huwa wanawashangaza sana watu wanaotangaza kwa habari ya mwaka. Wanasema mwaka huu utakuwa ni mwaka wa kitu fulani. Mwaka huu utakuwa ni mwaka wa kitu fulani. Wanasema kwa nini wanasemaga mwaka huu na mwaka wa kitu fulani? Wanakaa chini na Roho Mtakatifu, wanajadili. Je, mwaka huu katika hii huduma, huu mwaka unatembeaje Mungu? Huu mwaka unakaa vipi na sisi? Kwa hiyo anapata neno ambalo watu wanatembea nalo. Ukiwa chini ya ile huduma, ukiwa chini ya ile kanisa, na wewe unatembea katika hiyo wevu. Sasa ni yale ya watu ambao yuko kwenye huduma hii, uelewa anatembea katika wevu gani? Kwa hiyo unatembea katika ile wevu. Kwa hiyo lazima ukae na chini na Mungu na kuuliza, kujua neno lake. Bwana Yesu asifiwe. Hebu tuangalie kwenye ile Wakorinto wa pili mlango wa pili. Wakorinto wa pili mlango wa pili mstari wa 17, neno la Mungu linasema, kwa maana sisi si kama walio wengi wagoshio neno la Mungu, bali kama kwa weupe wa moyo, kama kutoka kwa Mungu mbele za Mungu twanena katika Kristo. Kwa hiyo sisi si kama wale wengine wagoshio neno la Mungu. Kwa hiyo kuna wale ambao wanagoshia neno la Mungu. Kugoshia Kiingereza ni kucorrupt. Wana corrupt neno la Mungu, wanalitumia vibaya neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo unakuta mtu yuko katika huduma kwenye utumishi anatumia vibaya neno la Mungu. Yaani Biblia hii kuna watu wanaitumia vibaya. Kuna watu anaweza akakusomea neno na akatoka na nini tuseme? Akatoka na kitu cha kudanganya kwa ajili ya kujiingizia faida kabisa. Alafu baadaye atasema nimebarikiwa na Mungu. Na atawatolea ushuhuda jinsi gani alivyotoka kule alivyokuwa maskini mpaka akaja kuwa tajiri, kwa sababu alimtegemea Mungu. Lakini ni uongo mtupu. Alicorrupt the Bible, alicorrupt the word of God. Ndio maana akapata hicho anachokipata, akafundisha hicho anachofundisha, akayapata hayo mafundisho. Lakini hayo mafundisho yote anayoyafundisha ni corrupt, yamekuwa corrupted. Ni corrupted neno la Mungu. Amelibadilisha neno ili kudanganya watu waweze kumfanyia kile ambacho anataka wamfanyie. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo unapokaa katika utumishi wako, umebezi katika neno la Mungu lipi? Nataka kubezi katika neno la Mungu la kweli. Lakini ile neno la Mungu la kweli lazima ambaye anaongoza na kutafsiri ile neno awe Roho Mtakatifu. Kwa hiyo Roho Mtakatifu anapotafsiri lile neno, anapokuongoza, basi unakuwa unafanya kazi yako kwa usahihi. Kwamba tunaponena neno la Mungu tunalinena katika Kristo. Tunapopanga mambo yetu tunayapanga katika Kristo. Roho wa Mungu akituongoza kuyafanya yale ambayo tunayafanya, na sio kwa matakwa yetu, sio kwa nia yetu. Sio kwamba kile ninachokifanya mimi ni kwa nia yangu nipate kitu fulani ndio maana ninafanya kitu fulani. Ninaita semina kwa sababu ninataka kufanya jambo fulani ambalo sio la kimungu, wala sio kwa sababu ya kuwahudumia watu wake, bali ni kwa ajili ya kujihudumia mimi mwenyewe. Kwa hiyo inakuwa ni nia ambayo sio sahihi. Tukiangalia kwenye ile Wakorinto wa pili 4, nitasoma kuanzia mstari wa 1. Kwa sababu hiyo, kwa kuwa tuna huduma hii, kwa jinsi tulivyopata rehema hatulegei, lakini tumekataa mambo ya aibu yaliyositirika. Paulo anasema kwa jinsi tulivyopata rehema hatulegei, kwamba tunafanya kazi
kwa nguvu zetu zote. Kwa kitu cha kwanza ni kuifanya kazi ambayo Mungu amekuita kwa ulegevu. Kwamba unaifanya kwa juhudi, unaifanya kwa bidii, ukijua kabisa kwamba unajenga ufalme. Sio unajijenga wewe, sio unajijenga kwa kibiashara, sio unafanya kwa sababu kesho nitakula nini, bali unafanya kwa sababu unaujenga ufalme, kwa sababu kazi yako itapimwa. Wote tutakapofika mbinguni, kitu cha kwanza kitakachoangaliwa ni umeishi maisha gani? Umeishi maisha ya kumwishia Mungu, maisha ya Kristo? Kwanza umeokoka, una agano na huyo Kristo? Alafu kama umeokoka na umezaliwa upya na una agano na huyo Kristo, je, katika mwenendo wako ulikuwa ni mwenendo wa Kristo? Ulienenda katika utakatifu? Ulienenda katika namna ambayo ni ya kimungu, Mungu anavyotaka? Au wewe utakuwa ni mmoja wapo wa wale ambao Mungu atasema siwajui? Unajua, unaweza ukawa unatumika madhabahuni, unahudumia watu, lakini mbinguni itakuwa ngumu kwako kwenda. Yaani sasa hivi tunakuwa tuna watumishi ambao unakuta yani ni mtumishi wa Mungu, lakini kanuniana na watu, anagombana na watu, anakwazana na watu, yani ushuhuda hana. Najua dhambi sio uzinzi peke yake, au dhambi sio kuiba na kutoa rushwa peke yake, lakini kuna vitu vingi sana ambavyo Paulo anasema utumishi wako usilaumiwe, kwamba ishi maisha ambayo utumishi wako hautalaumiwa. Najua sisi ni wanadamu, lakini kuna kitu ambacho kinaitwa neema, na pia unatakiwa kumuomba Mungu akusaidie kwanza nuru ya Kristo iangaze na kuonyesha yale matendo yako, ili ujue kwamba kuna kitu gani ninachokifanya sio sahihi na kinyume cha Mungu. Lakini pia uishi utamani sana kuishi maisha sawasawa na neno la Mungu, sawasawa na vile Mungu anavyotaka. Lakini leo tuna vitu vya ajabu sana kanisani. Yaani uko kanisani unaweza kufikiri kwamba ni bora hata kule duniani kulikuwa kuna afadhali. Yaani uko kanisani mtu anakwaza, yani mtu ana maneno makali ya kukwaza watu wengine, kitu ambacho sio sahihi kabisa wewe kama mtumishi wa Mungu. Kwa hiyo utumishi wa Mungu unatakiwa kwamba wewe usiwe mtu wa kulaumiwa na kujivunia kwamba mimi niko hivi, mimi ukinigusa. Unatakiwa kujivunia katika Kristo kwamba shetani hanigusi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo Paulo anasema utumishi wetu usilaumiwe. Kwa hiyo hicho ni kitu cha kwanza. Kitu cha pili ni maisha uliyoishi hapa duniani. Kitu cha tatu ni kazi yako uliyoifanya duniani. Kwa hiyo haianzi kupimwa kazi, ila inaanza kuangaliwa maisha yako ulivyoishi. Unastahili kuingia mbinguni, kitu cha kwanza. Ukishastahili kuingia mbinguni ndio inaangaliwa kazi yako. Inapimwa kwa moto. Kuangalia kazi yako uliyoifanya. Mungu aliyokuita hapa duniani, uliifanya kwa usahihi? Kwa hiyo tusiconcentrate sana katika kazi na katika utumishi, tukasahau kwamba tunatakiwa kuingia mbinguni ili ndio tukapimwe. Ili uweze kupimwa ukashonewe nguo, lazima uingie kwanza kwa huyu fundi ndio achukue tape measure na kupima. Si ndio? Kwa hiyo hatuwezi tukakaa tukangangania tu tuingie tu tupimwe. Tupimwe. Sisi tunataka tunafanya juhudi ili vipimo vikae sawa. Tumekaa tufanye tunafanya juhudi kwanza tuweze kufika hata kwa huyo fundi kutupima. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kitu cha kwanza Mungu anachokitaji, ukae katika neno, kwa sababu ukikaa katika neno ndipo utamjua huyu Mungu. Ndipo utajua ni namna gani ya kuenenda sawa sawa na neno lake. Hatuko perfect. Wala mimi siko perfect. Bado tunakuwa perfected katika neno la Mungu. Kwa hiyo neno la Mungu bado linaendelea kutuperfect us. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa mstari wa pili, lakini tumekataa mambo ya aibu yaliyositirika, wala hatuenendi kwa hila, wala kulichanganya neno la Mungu na uongo, bali kwa kuidhihirisha iliyo kweli, twajionyesha kuwa na haki, dhamiri za watu zikitushuhudia mbele za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Je, huo ufunuo ulioupata umeupata kwa nani? Ufunuo umeupata kwa mtu au ufunuo umeupata kwa Mungu? Kuna watu wanaenda kuuliza baba zao wa kiroho kwa habari ya ufunuo. Huyo babako wa kiroho anamuuliza nani? Bwana Yesu asifiwe sana. Una ufunuo, ni roho wa Mungu amekupa ufunuo, basi muulize huyo roho aliyokupa ufunuo. Kila mtu anaitwa individually, hatuitwi kwa sababu kuna mtu fulani kaitwa basi tunaenenda sawa sawa na yule aliyeitwa, kwa sababu anaweza akakosea, ni mwanadamu.
na akishakosea na wewe umekosea, na wewe umekosea, na wewe ukakosea, na yule akakosea. Kwa hiyo kuna ufunuo ambao unatoka. Ule ufunuo ni neno la Mungu linaenda sambamba na huo ufunuo, au kuna uongo na udanganyifu ndani yake? Kwa sababu kukiwa na uongo na udanganyifu ndani yake, Paulo anasema tumelifundisha neno la Mungu pasipokuwa na uongo, bali kwa kuidhihirisha iliyo kweli tutajionyesha kuwa na haki. Dhamiri za watu zinashuhudia, kwa sababu dhamiri za watu lazima zishuhudie kile unachokifanya, na kusema kwamba hapana, huyu sio Mungu, hapana, hii sio sahihi, hiki kinachofanyika hapa si kweli. Bwana Yesu asifiwe sana. Ambapo ndani yao Mungu wa dunia hii amepofusha fikra zao. Bwana Yesu asifiwe. Mstari wa 7, lakini tuna hazina hii katika vyombo vya udongo, ili adhama kuu ya uwezo iwe ya Mungu, wala si kutoka kwetu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo anasema hivi, neno la Mungu linasema hivi, huyu Paulo aliyeandika kitabu anasema namna tunavyotumika sisi tunahakikisha kwamba Mungu ndiye anayetupima. Namna tunavyotumika tunahakikisha kwamba kile tunachofanya kinatoka kwa Mungu, kwa sababu yeye ndio aliyetuita. Hii kazi ni ya kwake. Kwa hiyo yeye ndio anayesema, yeye ndio anayefanya, yeye ndio final say, na sio mwanadamu, na sio mtu, na sio kwamba nimefanya kitu naenda kumuuliza mtu kama niko sahihi. Lazima nirudi kutoka kwa Roho Mtakatifu, niko sahihi Bwana? Kama hili jambo si sahihi ninalotakiwa kufanya, nionyeshe kwamba hiki sio sahihi ninachotaka kufanya. Nisipoteze watu wako. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu kuna mafunuo, shetani huwa anaweza kujigeuza kuwa malaika wa nuru, akakupa funuo linaloonekana ni la kimungu, na hilo funuo hata watu wakaleta na shuhuda, lakini nyuma yake sio la kimungu, nyuma yake ni ya kuwaondoa watu katika neno la Mungu. Kwa hiyo watu walioko pale hawakui kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Ufunuo unaotoka kwa Mungu unawakuza watu na unawasogeza kwake. Hauwaleti na kuwaweka watu mbali na Mungu. Lakini wakati kuna mafunuo ambayo yanawaweka watu mbali na Mungu. Watu wamekaa na wako katika ufunuo fulani ambao ukiwaangalia watu wale katika ile huduma wote yani hawako kabisa kiroho. Ni wachanga. Yani hata anayetoka katika ile huduma ni mchanga kiroho, absolutely. Kwa sababu hakujengwa katika neno. Kwa hiyo tunajengwa katika neno, tunaimarishwa katika neno. Na lengo la utumishi ni kujenga watu, kuwaleta watu kwa Kristo, kuwasogeza watu, kulisha watu. Bwana Yesu anasema Petro, lisha kondoo wangu. Unanipenda? Lisha kondoo wangu. Kwa hiyo kitu cha kwanza katika utumishi Mungu anachokitaka ni kulisha. Lisha kondoo wangu. Hicho ndio the first priority. Uwajenge watu katika imani, na watu hawajengwi katika imani pasipo neno la Mungu. Tukiangalia ile Warumi 10:17, neno la Mungu linasema kwamba imani inakuja kwa kusikia neno la Kristo, sio kwa kusikia neno lolote. Inakuja kwa kusikia neno la Kristo. Yaani imani katika Kristo inakuja katika kusikia neno la Kristo. Imani katika chochote nayo inakuja kwa kusikia kwa neno lolote, lakini imani katika Kristo inakuja katika kwa kusikia neno la nani? Neno la huyu Kristo. Kwa hiyo unawavuta watu katika kwa imani katika Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Utumishi wako una nia gani? Haleluya. Kwa hiyo inatupasa kukaa katika nia ya Mungu, lakini Mungu kama amekuita na unaona ndani yako kuna wito, kaa na kumwambia Mungu wakati sahihi na muda wa sahihi, Mungu unitume. Lakini kama natakiwa kurekebishwa, naomba sasa hivi unirekebishe na uniweke sawa, niweze kukaa sawa sawa na neno lako, nikafanye kwa usahihi kile ambacho nataka nikifanye. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninamshukuru sana kwa Mungu kwa ajili ya neno la siku ya leo. Naamini neno hili litakuwa limekubariki na limekufungua. Naamini kuna mtu Mungu amezungumza naye na Mungu amesema naye. Kama kuna eneo Mungu amesema na wewe, Mungu amezungumza na wewe, basi nenda kaifanyie kazi. Kaa chini na umuombe Mungu, piga magoti na umwambie Mungu akusaidie. Bwana Yesu asifiwe sana. Mpaka siku nyingine, naomba tukutane katika channel hii ya Christian Sword of the Spirit. Uendelee kusikiliza neno la Mungu, ukafunguliwe na ukapate kula na kushiba. Amen.